Amen. Tunaenda kujifunza na mimi nitaenda kufundisha kwa habari ya maombi. Amen. Nitafundisha kwa habari ya maombi. Kuna vitu tutaviangalia, maana ya maombi, nini kinatokea mtoto wa Mungu anapoomba. Hivi vyote tutaviangalia na kujifunza. Amen. Lakini kwa kuanza, kabla ya yote, mtoto wa Mungu au muamini yeyote, unatakiwa uelewe kwamba maombi ni kuhusu Roho Mtakatifu. Prayers is all about the Holy Spirit. Maombi ni kuhusu Roho Mtakatifu. Mtu yeyote akitaka kuona matokeo kwenye maombi, ni lazima Roho Mtakatifu ahusike katikati ya yale maombi. Kama Roho Mtakatifu hayupo kwenye maombi yako, kama utaomba tu maombi ambayo Roho Mtakatifu hahusiki, automatically hauwezi kupata matokeo. Amen. Kwa yeyote yule ambaye unataka kuona matokeo makubwa kwenye maombi yako, hakikisha kwamba Roho Mtakatifu yupo. Amen. Warumi 8:14 anasema wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Yeyote ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza uombe. Roho Mtakatifu atakusukuma uingie kwenye chumba chako cha maombi. Lakini kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, au bado haujaelewa kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anapaswa kunisaidia, hautaweza kuomba kwa ufasaha na ukapata matokeo. Kwa wakati wowote ule unapoomba, jua kwamba nina Roho Mtakatifu. Warumi 8:26 anasema Roho mwenyewe ndiye atusaidiaye, maana hatujui kuomba ipasavyo. Roho Mtakatifu anatubebea udhaifu ambao uko ndani yetu. Na sasa siri ambayo tunatakiwa kuijua, Roho Mtakatifu anamsaidia kuomba yule ambaye anaomba. Huwezi tu kuwa umekaa nyumbani, upo tu chumbani kwako, unasubiri Roho Mtakatifu akuombee. Roho Mtakatifu anaomba pamoja na wale wanaoomba. Amen. Kwa hiyo ukichukua hatua kwamba sasa ninachukua hatua ninaomba, unashangaa Roho Mtakatifu anakusaidia. Anaweka nguvu ndani yako. Anaanza kukuwezesha. Anaanza kukupa siri. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorinto, anasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anachunguza mafumbo ya Mungu. Yeye ndiye ambaye anajua kwenye moyo wa Mungu kuna kitu gani. Yeye ndiye ambaye anapeleleza, atake kujua kwamba kwenye moyo wa Mungu kuna kitu gani ambacho kinahusu maisha yangu. Kuna kitu gani ambacho kinahusu familia. Kuna kitu gani ambacho kinahusu watoto wangu, kinahusu uzao wangu. Yeye ndiye ambaye anaenda anapeleleza kwa Mungu, anaangalia moyo wa Mungu. Una kitu gani kwa habari ya kanisa? Moyo wa Mungu umebeba nini kwa habari ya taifa? Yeye ndo ambaye anakuja anatuambia. Amen. So you have to know that prayers is all about the Holy Spirit. Matendo 1:8. Matendo 1:8. Kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8 anasema kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hao waliambiwa kwamba msitoke mjini, msiende mahali kokote. Yesu alipopaa akawaambia kwamba msiondoke, na hicho kipindi kulikuwa na hofu katikati ya wanafunzi, katikati ya mitume. Walikuwa na hofu kwa sababu bwana mkubwa wao aliuawa, alikufa, lakini akafufuka akapaa mbinguni. Aliporudi akawaambia kwamba msitoke mjini mpaka mtakapopokea nguvu juu yenu, mpaka mtakapovikwa uweza. Wale si kwamba walikuwa hawawezi, walikuwa wanaweza, lakini walihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Walihitaji msaidizi mwingine ambaye atawasaidia kama ambavyo Yesu Kristo alikuwa kwao. Kwa sababu Yesu alisema kwamba sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi mwingine, naye ni Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa msaidizi wetu.
Lakini baada ya kuondoka akasema nitawaletea mwingine ambaye anafanana na yeye. Lakini huyo atatusaidia katika mambo yote, likiwepo na kuomba. Amen. Likiwepo na kufanyaje? Na kuomba. Namba 2, unapaswa kuomba sawa sawa na neno la Mungu. Wakati wote ukitaka kuona matokeo kwenye maombi yako, omba sawa sawa na neno la Mungu. Watu wengi wanalalamika, nimeomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, miaka 20, sijaona matokeo. Lakini ukimuuliza huyu mtu, uliomba sawa sawa na neno la Mungu? Hajui, haelewi. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Ni kile ambacho Mungu anasema. Ni kile ambacho Mungu anazungumza. Sasa Mungu akizungumza, uwe na uhakika kwamba kuna matokeo yanatokea. Lakini neno la Mungu ni mapenzi ya Mungu. Ni kile ambacho Mungu anataka. Yeyote ambaye ana neno ndani yake hawezi kuomba kwa mapenzi yake. Ataomba vile ambavyo Mungu anataka. Ataomba vile ambavyo Mungu anapenda. Kwa hiyo wanawake wazuri, tunatakiwa kuomba tukiwa na neno la Mungu ndani yetu. Amen. Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Pale anasema kwamba hata mwaomba lakini hampati, kwa kuwa mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa kumbe kuna vitu ambavyo tumekuwa tukiviomba ila hatujawahi kuvishika, hatujawahi kuwa navyo, hatujawahi kuona matokeo kwa sababu tuliomba vibaya. Tuliomba ili tutumie kwa matakwa yetu. Tuliomba ili labda ninaomba Mungu anipe gari. Hilo gari la kazi gani? Lina nini? Lina nini ambacho linakuja kuongeza kwenye ufalme wa Mungu? Kama hamna, mwingine anataka tu ili watu wamuone kwamba sasa hivi ana gari. Anataka watoto, kwa nini? Je, ni ili watu wamuone kwamba ana watoto? Lakini ukijaa neno la Mungu, utaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Jana kuna mtu alinipigia simu muda fulani hivi, akaniambia mama, nimekuwa na maombi ya siku 7. Nimekuwa ninaomba. Nikamwambia ulikuwa unaomba nini? Akaniambia kila siku napewa prayer point ya kuomba, lakini jana nikasikia nivunje maagano yote kwenye familia yangu. Nikamwambia unajua kwamba una agano na Kristo? Hakuna agano lingine ambalo unatakiwa kulivunja. Maana tayari umeunganishwa na Kristo. Nikamwambia kwamba neno la Mungu linasema kwamba aliyeunganishwa na Kristo ni roho moja naye. Nikawa namuuliza sasa hayo maagano umeyatoa wapi? Wakati wewe ni muamini, ni mtoto wa Mungu, umezaliwa mara ya pili. Alafu sasa cha kushangaza alipokuwa anaomba hayo maombi, ananiambia ni mama, nikajisikia kama, akaniambia umewahi kuangalia zile movie ambazo zinatisha? Nikamwambia ikawaje? Akasema ninajiona kama natoa makucha kabisa, natoa ulimi nje na kuwa kama mkali. Nikamwambia ni kwa sababu hauombi sawa sawa na neno la Mungu. Imagine unaomba unasema mimi ni mtoto wa Mungu, nimezaliwa mara ya pili, nimejaa nguvu za Mungu ndani yangu. Yaani ni saa ngapi hizo nguvu za giza zitakuvaa? Haziwezi. Kwa sababu tayari umejua wewe ni nani. Unajua utambulisho wako. Na utambulisho wetu unatoka kwenye neno la Mungu. Ni Mungu anatutambulisha yeye mwenyewe. Amen. Kwa wakati wote omba sawa sawa na neno la Mungu. Usiombe kwa sababu ya mazingira ambayo yanakuzingira. Usiombe kwa yale ambayo unayaona kwamba sasa hivi ninaona kuna changamoto nyingi kwenye familia yangu, ngoja niombe. Hapana. Omba kwa sababu una neno la Mungu ndani yako. Usiwe forced kuomba na vile ambavyo unaviona nje. Kuna mwingine hata akisikia paka analia usiku anaamka anaomba. Kwa nini sasa? Unapoteza usingizi wako kisa paka. Yeye yuko kwenye mitaa yake anakata anaondoka. Wewe ni mtoto wa Mungu. Hamna ambacho kinaweza kukudhuru. Amen. Omba kwa sababu una neno ndani yako. Omba kwa sababu unampenda Mungu. Amen. Yohana 15:7. Yohana sura ya 15 mstari wa 7 anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, hilo nami nitalitenda. Lolote unalolitaka. Neno la Mungu likikaa ndani yako, omba chochote ambacho unakitaka. Lile neno litazalisha vile ambavyo unavitaka. Na utaona vimekuwa halisi. Amen.
Jambo la tatu la muhimu, prayers is all about faith. Maombi ni kuhusu imani. Maombi ni kuhusu imani. Kila mtoto wa Mungu unatakiwa ujijenge kwenye kuwa na imani kwa Mungu wako au kwa baba yako. Kwa sababu imani ni mfumo mzima wa maisha. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania 10:38 anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita sina furaha naye. Yeyote ambaye hana imani ni mwenye mashaka. Lakini pia ambaye hana imani anamkwaza Mungu, unamuumiza Mungu. Yaani wewe huamini kwamba Mungu yupo. Unakuwa na mashaka, unakuwa na hofu, unakuwa na wasiwasi. Maisha yako unakuta yamejaa mashaka. Hauwezi kuona chochote kikiendelea kwa sababu haumwamini Mungu. Kwa hakikisha kwamba maombi yoyote unayoomba, unaomba huku ukiwa na imani. Amen. Waebrania 11:6 anasema yeyote amwendeaye Mungu aamini kuwa yeye yupo. Na kwamba Mungu atatenda, Mungu atafanya. Kila ukitoa hatua yako kuomba, kila ukitengeneza mfumo wako wa maombi, kila ukienda kwenye chumba chako cha ndani, amini kwamba Mungu yupo. Na yeye anawapa thawabu kila wamuombao. Kwa you have to believe, you have to trust God. Kwa sababu yeyote ambaye haamini kama Mungu yupo, inamaanisha pia hamuamini Mungu. Hajui kama Mungu anaweza kufanya. Hajui kama Mungu anaweza kugeuza chochote kwenye maisha yake. Leo kuna watu hawana vitu, si kwa sababu Mungu ameshindwa kuwapa, ila ni kwa sababu ameshindwa kuionyesha ile imani yao kwa Mungu. Kwa ni lazima tuwe na imani. Na hatuamini ili hatuoni ili tuamini. Ila tunaamini ili tuone. Imani yako ina uwezo wa kuzalisha vitu rohoni. Imani ni mkono wa kupokea. Imani unapokea mambo makubwa. Huenda ikawa ni kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya mahusiano, uchumi au kitu chochote kile. Imani ndio mkono wa kupokelea. Kama hauna imani hauwezi kuwa na kitu. Kwa sababu yeyote ambaye hana mikono hawezi kupokea kitu chochote kwenye maisha yake. Ni mpaka asaidiwe. Ni mpaka apate watu ambao labda wanasema huyu hawezi kupokea, ngoja tumsaidie, tumpe chakula. Hivyo ndivyo imani ilivyo kwa mtoto wa Mungu. Amen? Kama hauna imani hauna mikono ya kupokelea vitu. Amen? Utasoma Waebrania 11:1. Basi imani ni kwa na hakika juu ya mambo yatarajiwayo. Tutasoma pia, tusome hii ya Yakobo 5:17. Habari za Elia. Yakobo 5:17 anasema kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kuamini kunawezekana. Huyu Elia alikuwa na tabia kama sisi. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Alikuwa analala na kuamka kama wewe. Anakula na kunywa kama wewe. Anatembea kama wewe. Unaweza ukapishana naye barabarani kwa sababu alikuwa kama sisi. Lakini anasema akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi. Kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo juu ya Mungu. Aliamini kabisa, sawa mimi ni mwanadamu wa kawaida, lakini ninamwamini yule Mungu ambaye yuko ndani yangu. Sawa mimi siwezi kuzuia mvua isinyeshe, lakini yule Mungu ambaye yuko ndani yangu ana uwezo wa kuzuia. Nikinena, nikisema chochote kwa yule Mungu ambaye yuko ndani yangu, inawezekana. Amen? Kwa tuwe na imani. Ukitaka kuona matokeo kwenye maombi yako, kuwa na imani. Amen? Amua kuwa na nini? Na imani. Sasa tuangalie maombi ni nini. Sawa, tumejifunza kwamba ili tuwe na matokeo, maombi is all about Holy Spirit, is all about faith, is all about the word of God. Sasa maombi ni kitu gani? Namba 1, maombi ni maisha ambayo anapaswa kuishi mtoto wa Mungu. Maombi ni maisha ambayo unapaswa kuishi kama mtoto wa Mungu. Maombi ni lifestyle ya mtoto wa Mungu.
Mtoto yote wa Mungu, muamini, uliyeamini, haupaswi kuishi maisha ya matokeo. Maombi hayapaswi kuwa matukio kwako. Unapaswa kuishi maombi. Kwamba mimi nimeamua kwamba maombi itakuwa ni lifestyle yangu. Kama ambavyo asubuhi nitaamka, nitaoga, nitavaa nguo, nitajipaka mafuta. Maombi yawe hivyo hivyo kwenye maisha yako. Kwamba ni lifestyle. Ninaomba kila siku. Siombi kwa sababu sina. Ninaomba kwa sababu ninavyo vyote. Lakini ninaomba kwa sababu ninampenda Mungu. Amen. Ninaomba kwa sababu baba yangu ameniambia niombe. Ninaomba kwa sababu ndivyo ambavyo neno la Mungu linanitaka nifanye. Amen. Usiombe kwa sababu ya matukio. Usiombe kwamba masomo hayaendi vizuri, ndoa haiendi vizuri, ngoja sasa niombe. Kwa sababu kuna watu wao wanaomba kwa msimu. Kuna mtu hata ukimuuliza umeomba lini, mara ya mwisho umeombea lini familia yako, anakuambia sikumbuki. Sasa usisubiri atokee matukio kwenye familia ndo uombe, upate nafasi ya kuanza kuomba au kusumbua watumishi wa Mungu. Amen? Amen. Unatakiwa uombe kila wakati. Fanya maombi kuwa maisha yako. Fanya maombi kuwa lifestyle yako. Luka 18:1 anasema imewapasa kumomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Siku zote imetupasa kumomba Mungu siku zote. Hajasema labda siku mkiwa hamna chakula ndio muombe. Siku ndoa ikiwa haina amani ndio uombe. Au siku ukipata vyote ndio uombe. Siku ukipata fedha ndio uombe. Hapana. Siku zote imewapasa kumomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Siku zote. We have to pray daily. Kila siku, kila saa tunapaswa kuomba. Amen. Amen. Tusiombe kwa matukio. Tusiombe pale tu tunapotaka kitu. Tusiombe pale tu labda tukiwa na kila kitu. Wakati wote. Ukiamka asubuhi omba. Mchana umepata muda omba. Usiku umepata muda omba. Wakati wowote, hata ukiwa kwenye daladala, una uwezo wa kuomba katika roho. Hata ukiwa darasani, una uwezo wa kuomba katika roho. Hata ukiwa kazini kwako. Usiwe pia ni mtu ambaye unasema nasubiri muda wangu wa maombi ndo nikaombe. Tunapaswa kuomba kila saa. Kila wakati. Amen. Kwenye kila hali, kwenye kila jambo tunapaswa kuomba. Amen. 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 Jambo la pili, maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano ya mtu na Mungu. Maombi ni mawasiliano ya mtu na Mungu. Unapaswa kujua kwamba ili umpate Mungu ni lazima uombe, na ili Mungu akupate wewe ni lazima pia uombe. Ili umpate Mungu ni lazima uombe, lakini ili Mungu akupate wewe ni lazima pia uombe. Ukitaka Mungu ahusike na chochote kwenye maisha yako, you have to pray. Yes. Ni lazima uombe. Amen? Amen. 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 Na tunajua mawasiliano, watu wawili wakiwa wanawasiliana, ni lazima wote, huyu aseme, mimi niseme, nimsikilize, nimjibu. Na yule pia aseme, niseme mimi kwake, anisikilize na anijibu. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Tunaposema kuwasiliana, ni ule ushirika wetu wa pamoja, wa kuzungumza na yeye, na wa kumsikia pia. Kwa sababu kuna mtu anaweza akaomba na asisikie chochote. Hasikii Mungu amemwambia nini. Umetenga lisali moja umeomba. Umetenga masaa mawili umeomba. Ukiulizwa Mungu alikwambia nini kwenye hayo maombi, unasema hamna. Sijui, sijasikia. Ni kwa sababu hujatega masikio yako kumsikiliza. Kwa sababu wakati wote Mungu anasema. Wakati wote Mungu anazungumza. Amen? Amen. Isaya 1:18. Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, nitasoma tu pale kwenye A. Juzi nilikuwa kwenye maombi, nilikuwa naomba.
wakati naomba nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia kwamba mtafute mtu fulani, mjulie hali, muandikie ujumbe, mwambie kwamba umemkumbuka. Sasa huyo mtu kidogo, sijui niseme hajajazwa roho, yani ni mtu ambaye kidogo, sijui nitumie lugha gani, ni kama ni mtu ambaye tulikuwa pamoja wakati mwingi, ila huo wakati ambao Roho Mtakatifu ananiambia nimtafute, alikuwa hana mawasiliano mazuri na mimi. Ilikuwa hata ukimsalimia haitiki, ukimwambia chochote hakujibu. Sasa nikamwambia Roho Mtakatifu, unaniambia kwamba sawa nimtafute, nimtumie ujumbe. Nikiaibika asiponijibu, yani nipo kwenye maombi naomba, lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia wewe mtafute. Ikitokea kwamba hajakujibu au akikujibu vibaya, hajakujibu wewe, amenijibu mimi ambaye nimekutuma. Anyway, nikamwambia Roho Mtakatifu sawa, nikaomba nikamaliza. Nilipomaliza tu nikamtumia ujumbe. Bwana Yesu asifiwe, unaendeleaje, habari za huko ulipo? Baadaye akafungua ujumbe akaacha. Ila baadaye sana akaja tu akajibu kwa ufupi, shalom, si jambo. Shalom, si jambo. Alivyosema hivyo nikamwambia Roho Mtakatifu, unaona? Yaani nikawa kabisa kama anaongea na mtu. Nikamwambia Mungu, unaona? Nilikwambia mimi sitaki kuaibika. Lakini nikasikia tena sauti ya Roho Mtakatifu ikiniambia, hapa kuna kitu nimekufundisha. Kuna kitu umekishinda. Akasema umeshinda kiburi. Yaani mimi nimeshinda kiburi. Sasa nilikuwa najiuliza nimeshinda kiburi kwa namna gani? Yaani ile tu kuchukua hatua kumtafuta huyo mtu ambaye huwa hanitafuti, hana mawasiliano na mimi mazuri, mimi nimeshinda kiburi. Kwa kumbe Mungu kanisaidia mimi kupitia huyo mtu. Kuna kitu kimesaidika ndani yangu. Kuna kitu kimebadilika. Sawa, inaonekana kama niliaibika, lakini kumbe katikati ya ile aibu kuna kitu Mungu alikuwa ana communicate na mimi. Kuna kitu alikuwa ananifundisha. Kuna kitu ambacho alitaka anisaidie. Amen. Kwa tuwe wepesi kumsikia Mungu. Tuwe wepesi kusikiliza. Sawa, Mungu ameniambia tuje tusemezane, niambie. Yaani anaweza asiseme na wewe. Unaweza kama umeandaa prayer point, unaomba, labda unaombea ndoa, unaombea watoto, unaombea uchumi, unaombea utumishi wako. Mungu anaweza asiongee na wewe kupitia vile vitu ambavyo umeviandika pale. Lakini imagine mimi nilikuwa naombea huduma. Nilipokuwa naombea huduma ndio Mungu akaniambia kwamba mtumie huyu mtu ujumbe. Wala hauhusiani na huduma. Ila mimi nilikuwa ninaombea huduma. Ila Mungu akasema na mimi kupitia kitu kingine kabisa. Kwa hiyo si lazima Mungu aseme na wewe kupitia zile prayer point ulizoandika pale. Labda naombea familia yangu, naombea ndoa yangu. Sasa basi nitataka Mungu anijibu kuhusu ndoa yangu, au aniambie chochote, au nisikie sauti yake kuhusu ndoa yangu. Si kwamba hawezi, au si kwamba haipo hivyo, ipo hivyo. Mungu pia anaweza akakusemesha kuhusu ndoa yako. Lakini pia tega sikio, msikilize. Msikie anachokuambia. Amen. Amen. Huko mbele, huko chini tutakuja kuona kwamba maombi huwa yanafanya kazi gani kwenye eneo la kumsikia Mungu. Amen. Amen. Umeandika hiyo Isaya 1:18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Kwa Bwana anatuita tuwe na kikao na yeye kupitia maombi. Namba 3. Maombi ni kuamuru mambo kwa mamlaka iliyopo ndani yetu ili vitokee au visitokee. Maombi ni kuamuru mambo kwa mamlaka iliyopo ndani yetu kwamba vitokee au visitokee. Maana ya maombi, maombi ni kuamuru mambo kwa mamlaka iliyopo ndani yetu ili vitokee au visitokee. Tunapaswa kujua kwamba kila mtoto wa Mungu una nguvu ndani yako. Mamlaka ya Mungu inakaa ndani yako. Una mamlaka. Kuna mtu mwingine anaweza akahisi kwamba ili niombewe kitu kitokee, ni lazima mchungaji aniombee.
Ni lazima mchungaji aweke mikono juu yangu, au ni lazima mtumishi fulani aniombee ndio kitu fulani kitokee kwenye maisha yangu. Ni lazima mtumishi fulani aombee ndoa yangu ndio ndoa itakaa sawa. Lakini si kweli. Ndani yetu watoto wa Mungu tuna mamlaka ambayo inatufanya tuamuru vitu vitokee au visitokee. Tuna nguvu ambayo inasababisha mambo yatokee au yasitokee. Amen. Hiyo mamlaka imewekwa ndani yako. Hizo nguvu ziko ndani yako. Lakini sasa hii nguvu itadhihirikaje? Ni kwa wewe kuomba. Kuna mtu hujawahi kumponya mgonjwa, hujawahi kumsimamisha kiwete akatembea, lakini yamkini ungetumia nguvu ambayo iko ndani yako, ukairevive ile nguvu ambayo iko ndani yako. Unashangaa wewe ni mtu ambaye unaponya wagonjwa, ni mtu ambaye unasimamisha viwete wanatembea, lakini bado haujajifahamu kwamba una hizo nguvu ndani yako. Haujajua kwamba una hiyo mamlaka ya kusemesha kitu, kwamba wewe jambo usitokee mpaka mimi nitakapoamuru utokee. Wewe mvua usinyeshe mpaka nitakapoamuru wewe mvua unyeshe. Hicho ndicho ambacho Elia alikifanya. Aliamuru kwa mamlaka iliyoko ndani yake, mvua miaka 3.5 usinyeshe mpaka nitakapokuja kusema. Na kweli tunaona ndani ya miaka 3.5 mvua haikunyesha. Ni mpaka tena Elia aliporudi magotini, ni mpaka tena Elia alipoenda kuomba, tunashangaa mvua ikanyesha. Kwa nini? Alitumia mamlaka iliyoko ndani yake. Amen. Alitumia nini? Mamlaka iliyoko ndani yake. Hata wewe una mamlaka ndani yako. Una mamlaka ya kufungua vitu au kufunga vitu. Neno la Mungu linasema kwamba chochote mtakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa. Ukikifungulia duniani na mbinguni kimefunguliwa. Wewe hapo si mtu mwingine. Yaani wewe ambaye unajiona kwamba mbona kama mimi siwezi, mbona kama ni fulani tu ndo anaweza. Wewe una mamlaka ya kufungua na una mamlaka ya kufunga. Una mamlaka ya kusema kwenye familia yangu magonjwa ni mwisho, kwenye ndoa yangu wasiwasi ni mwisho, kutokupata furaha ni mwisho, huzuni ni mwisho, kwa ile mamlaka ambayo iko ndani yako. Amen. Amen. Labda ni mfanyabiashara, unasema kabisa kwenye biashara yangu sitaki kuona hasara, sitaki kuona madeni, sitaki kuona kitu ambacho sijakiamuru. Nitaona vile ambavyo mimi nimeviamuru vitokee. Amen. Kwa ndani yetu kama watoto wa Mungu tuna mamlaka. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Waefeso 3:20. Waefeso 3:20. Basi atukuzwe yeye ambaye, anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Atukuzwe yule ambaye anaweza kufanya mambo makubwa mno kuliko yale ambayo tunaomba. Huyo Mungu anafanya beyond our prayers. Anaenda mbele zaidi ya maombi yetu. Anaweza akaenda hata kilomita 20 zaidi ya maombi yetu. Anaweza akatembea miaka 20 ya maisha yetu. Wewe umeomba tu kwamba Mungu ninaomba afya njema leo. Ninajiombea kwa jina la Yesu Kristo niwe na afya njema. Lakini yale maombi ulioomba yanaenda miaka 50 yanakusubiria kule. Kwamba miaka yote hii naendelea kutembea kwenye afya ya kiungu kwa sababu nimeomba. Nimetumia nguvu ambayo iko ndani yangu. Mungu anafanya mambo makubwa mno zaidi ya yale ambayo tunaomba, zaidi ya yale ambayo tunamwambia, zaidi ya zile prayer point zetu ambazo huwa tunaziandika ili tuziombe. Anafanya zaidi. Amen. Lakini anasema kwa kadiri ya nguvu iliyoko ndani yetu. Mungu hawezi kufanya zaidi ya nguvu ambayo iko ndani yako. Hawezi kukuovertake. Japokuwa una uwezo wa kuomba maombi yakatangulia miaka 20 ijayo, lakini Mungu anasema ninafanya kwa kadiri ya nguvu iliyoko ndani yenu. Kwa kadiri ya uwezo ulioko ndani yenu. Kwa sababu hata mtoto mdogo, uwezo kumchukua mtoto ana miaka 5 ukampa funguo za gari aendeshe. Hana capacity. Hana uwezo wa kuendesha lile gari. Au uweze kusema kwamba ninampa kilo 50 za mchele mtoto wa miaka 5. Uwezo hana misuli ya kubeba hicho kitu.
Sasa kwa sababu hana nguvu, wewe kama mzazi huwezi kumoverdose, huwezi kumpa. Utasubiria awe mkubwa, awe mtu mzima, aweze kubeba mambo makubwa, aweze kubeba vitu vikubwa. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu yupo. Si kwamba hawezi kufanya mambo kwenye maisha yetu, lakini anaangalia nguvu. Una nguvu? Unaomba mambo makubwa, una nguvu ya kubeba? Una uwezo, capacity ya kutosha iko ndani yako? Unaniomba ndoa, kuna capacity ya kubeba hiyo ndoa? Amen? Kwa ni lazima tujue kwamba ndani yetu ndio uwezo upo. Lakini Mungu atasubiri aone ule uwezo. Atasubiri aone ile nguvu ikifanya kazi. Na hii nguvu sasa inaamshwa kwa maombi. Unatakiwa uombe ili nguvu idhihirike ndani yako, ionekane, ije nje, izaliwe nje. Amen? Amen? Kwa maombi ni kuamuru mambo kwa mamlaka iliyopo ndani yetu ili vitokee au visitokee. Amen? Amen. Jambo la 4. Maombi ni nini? Maombi ni kudhihirisha ushindi ulioupokea wa kutusaidia katika maisha. Maombi ni kudhihirisha ushindi tulioupokea wa kutusaidia katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Maombi ni kudhihirisha ushindi tulioupokea wa kutusaidia katika maisha kama watoto wa Mungu. Ufahamu ambao mtoto wa Mungu anatakiwa kuwa nao ni kwamba hatuombi ili tushinde, ila tayari tuna ushindi ndani yetu. Na ndio maana tunaomba. Labda limetokea jambo gumu kwenye maisha yako. Unaona kuna magonjwa kwenye familia yako. Hauombi ili ushinde yale magonjwa, ila unaomba kwa sababu wewe ni mshindi. Ulishashinda dhidi ya kila jambo ambalo halitakiwi kuwa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo unapoomba unadhihirisha ushindi wako. We are not loser. Sisi si watu ambao wameshindwa. Ukishaamua kuingia kwenye ufalme wa Mungu, wewe ni mshindi. Tayari umeshinda. Na huu ni ufahamu ambao watoto wengi wa Mungu hawana. Ndio maana unaweza ukamkuta mtoto wa Mungu anafunga hata siku 40 analia. Mungu, mbona hili jambo aliondoki? Mbona hili jambo siwezi kulishinda? Mbona hili jambo limekaa kwenye maisha yangu? Na shetani anapata nafasi hapo hapo anakugandamiza. Uendelee kufunga hata 50 kavu, 30, Mtu anakonda kwa sababu anaomba vitu ambavyo tayari baba yake alishashinda. Na huo ushindi umewekwa ndani yake. Lakini kwa nini haujui? Kwa sababu hauombi. Omba kudhihirisha ushindi ulioko ndani yako. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kesha uombe. Kwa kumbe uwezo wa kutokuingia kwenye majaribu ni kwa kuomba. Usipoomba unaingia majaribuni. Lakini si kwamba huwezi kushinda majaribu. Majaribu unaweza kuyashinda. Kwa kufanyaje? Kwa kuomba. Omba usije ukaingia majaribuni. Unajua tunapoomba kuna akili tunaipata. Kuna ufahamu tunaupata. Hata kama kuna jaribu mbele yako unajua kabisa kwamba kuna jaribu lakini nimeshalishinda. Wale wanafunzi Yesu anawaambia kwamba ombeni, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe, msije mkaingia kwenye uharibifu. Kesha uombe kama mwanamke, usije ukaingia kwenye njia ya uharibifu. Usije ukaingia kwenye ndoa mbaya. Si kwamba wewe haujui, si kwamba eti ule ushindi au Mungu hajui kwamba huyu ni mtoto wangu anatakiwa kuwa na ndoa nzuri, anatakiwa kukutana na mtu sahihi, anajua. Lakini unapaswa kuomba kumvuta yule mtu sahihi ili aje. Unapaswa kuomba ili kuona vitu sahihi vikija kwenye maisha yako. Unapaswa kuomba ili uone ule ushindi ambao Mungu ameuachilia. Amen. Kwa hatuombi kwa sababu eti hatujashinda. Tunaomba kwa sababu sisi ni washindi. Hata ulimwengu wa roho unafahamu kwamba sisi ni washindi. Hata shetani anajua wewe ni mshindi. Anaelewa kabisa. Hata kama unaona changamoto kwenye maisha, jua kwamba wewe ni mshindi. Hajakushinda shetani, umeshinda wewe. Kwa kama ufalme wa giza unatambua kwamba huyu mtoto wa Mungu ni mshindi, wao wanaleta tu vitu vya labda majaribu,
wakuonyeshe kwamba wewe hauwezi, baba yako hawezi, Mungu wako hawezi kukutoa hapa. Anakukatisha tamaa, lakini sivyo ilivyo. Jione kama mshindi. Amen. Neno la Mungu linasema kila aliyezaliwa na Mungu ameushinda ulimwengu. Amen. Kila aliyezaliwa na Mungu, yeyote ambaye Mungu amemzaa, ana ushindi ndani yake. Ameushinda ulimwengu. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 anasema, enyi watoto wadogo, msiwaogope hao, kwa maana aliyeko ndani yenu ni mkuu zaidi ya yule wa ulimwenguni hapa. Enyi watoto wadogo, msiogope, msiwe na hofu, msione kushindwa, maana aliyeko ndani yenu, yule ambaye yuko ndani yako, ambaye ni Kristo Yesu, ni mkuu zaidi ya yule ambaye yuko hapa duniani. Yesu ni mkuu zaidi ya kila changamoto ambazo unaweza ukasema kwamba hizi nakutana nazo. Ni mkuu zaidi ya kila machozi. Ni mkuu zaidi ya kila kitu ambacho ni kigumu kwenye maisha ya mtu. Yeye aliyeko ndani yako ni mkuu zaidi ya wale ambao wako katika ulimwengu huu. Zaidi ya yule mkuu wa ulimwengu. Yule mkuu wa ulimwengu anaweza akaja na uharibifu wa kila namna, lakini wewe umemshinda. Una mbegu ya Mungu ndani yako. Una asili ya Mungu ndani yako. Chochote ambacho hakiwezi kumpata Mungu, hakiwezi kukupata wewe. Yohana 15:1 anasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tukae ndani ya Kristo Yesu. Kwa kumbe kabla chochote hakijanipata, kabla ugonjwa haujanipata, unatakiwa umpate kwanza Yesu. Maana mimi niko ndani yake. Na tunajua kwamba hakuna ambacho kinaweza kumpata Yesu. Hakuna uharibifu wowote. Yuko juu ya uharibifu. Sisi pia watoto wa Mungu tuko juu ya kila uharibifu. Tukae ndani ya Kristo. Tumefichwa ndani yake. Tumefichwa kwenye uvuli wake. Amen. Kwa jua kwamba wewe ni mshindi. Amen. Luka 22:46 ndio hilo andiko ambalo tumelisema la kesheni muombe msiingie majaribuni. Ngoja nilisome. Luka 22 mstari wa 46. Anasema kwamba akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe msije mkaingia majaribuni. Mbona mmelala usingizi? Ondokeni, amkeni kwenye usingizi, msije mkaingia majaribuni. Hili neno ni la kwetu pia. Kama mtu yote umelala kwenye usingizi wa kutokuomba, uwe na uhakika kwamba huwezi kushinda majaribu. Hata kama wewe ni mshindi, sawa, lakini unapaswa kuomba. Mshindi yeyote lazima aombe. Yaani yeyote ambaye anajijua kwamba mimi nimeshinda, utamkuta kila wakati anaomba, ananena kwa lugha, anaomba, ananena kwa lugha, ana declare ushindi alionao. Ana declare namna ambavyo Kristo amemshindia. Jemedari yeyote huwa halali. Kwa na wewe pia usije ukachukulia advantage kwamba tayari mimi nimeshinda kwa hiyo siombi. Tayari nina ushindi ndani yangu kwa hiyo siombi. Shetani atakushinda. Utaingia majaribuni. Na utakuja kulaumu kwamba mbona walisema kwamba shetani hawezi kunishinda? Nimezaliwa na Mungu. Ni kweli. Umezaliwa na Mungu. Lakini tumia ule uwezo ulioko ndani yako kudhihirisha kwamba wewe ni mshindi. Amen. Amen. Sasa tuangalie pia tukiomba ni nini ambacho kinatokea. Kama mtoto wa Mungu umededicate muda wako kuomba, ni nini ambacho kinatokea ukiomba? Ni mambo gani ambayo yanatokea? Kwa sababu kuna mtu mwingine haombi kwa sababu hajui matokeo ya maombi. Anaona uvivu kuomba. Kwa nini? Hajui ni nini kitazaliwa na maombi anayoomba. Kwa hiyo anakuwa na ule uvivu. Anashindwa kwamba anaanzia wapi. Hata ukimwambia kwamba labda tuombe masaa 2 akatike, masaa 3, masaa 4, anaweza kauliza hivyo huyu anaomba kitu gani? Ni kwa sababu hajui matokeo ya maombi yake. Kwamba yeye kama mtoto wa Mungu akikaa kwenye nafasi yake, ni nini ambacho kinatokea? Sasa tukiomba, jambo la kwanza ambalo linatokea tukiomba, maombi yanatujengea uwezo wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu. Maombi yanatujengea uwezo
wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu na kusema yale yaliyo ya kwake. Nini kinatokea tukiomba? Maombi yanatujengea uwezo wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu na kusema yale yaliyo ya kwake. Mtu yeyote ambaye anaomba, huyu mtu anajijenga kwenye uwezo wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu. Hapa nimewaambia kwamba kuna siku nilikuwa ninaomba nikamsikia Mungu ananipa maagizo. Hii hapa ni kwa sababu ya mazoezi ambayo nimejifanyia ya kuomba muda mrefu. Ni kwa sababu ya yale mazoezi ya kuomba. Kama ambavyo mchezaji wa mpira anaweza akawa anafanya mazoezi kila wakati, kila saa. Anafanya hayo mazoezi kujijengea uwezo ndani yake, ili siku akienda uwanjani aweze kushinda. Hivyo ndivyo ambavyo mtoto wa Mungu upo. Unapaswa kujifanyia mazoezi. Jizoeze kuomba. Jizoeze kusikia na kuona kutoka kwa Mungu. Jizoeze, pata uwezo wa kuelewa ni nini ambacho Mungu anasema na wewe. Sasa maombi yanatuvuta kwenye chumba cha mazoezi ya kutusaidia kuona na kusikia kutoka kwa Mungu. Kwa maombi ni kama kitu ambacho kinakuvuta kwamba njoo kwenye hiki chumba cha Mungu, uweze kumsikia Mungu, uweze kumuelewa Mungu, uweze kupata kujua yale ambayo anasema, uweze kujengewa uwezo. Amen. Maombi yanatujengea uwezo wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu. Hauwezi kuona wala kusikia kutoka kwa Mungu kama hauombi. Mtu akija akikwambia kwamba nimesikia na kuona kutoka kwa Mungu na si muombaji, yani yeye maisha yake si ya maombi, huenda ikawa ni vitu vingine vimemsemesha, sio Mungu. Kwa sababu maombi ndio yanamjengea mtu uwezo wa kumsikia Mungu, uwezo wa kuona kutoka kwa Mungu, uwezo wa kuelewa kwamba Mungu anasema kitu gani. Hata spiritual sensitivity ya mtu inaamshwa na maombi. Kwamba unakuwa sensitive spiritually. Unakuwa mtu ambaye anasikia. Unakuwa mtu ambaye anadiscern mambo ya kiroho. Kwa hiyo hakiwezi kutokea kitu chochote ghafla kwenye maisha ya mtu ambaye anaomba. Hakuna kitu ambacho kinakuja tu ghafla. Kwamba kuna uharibifu umekuja ghafla wakati wewe ni muombaji. Lazima kuna ile sensitivity unakuwa nayo rohoni. Kuna ile discernment unakuwa nayo. Juzi nilikuwa namtumia mtu, kuna mtu nilipaswa kumtumia fedha, anatokea Mwanza. Simfahamu, nimeconnectiwa tu na mtu ambaye pia hamfahamu. Kuna mwanangu mmoja akaniambia, ila mama, huyu mtu hatumjui, usimtumie hela. Usitume keshi. Alipaswa kuja Dar es Salaam. Akasema kama unataka kumtumia hela, bora aende kwenye ofisi za basi. Alafu waambie akupe namba au lipa namba ya basi husika ambalo anapanda. Alafu ndo tulipie moja kwa moja. Nikamwambia mwanangu, nimesikia rohoni mwangu kwamba huyu mtu hawezi kunidanganya. Atakuja. Amen. Nikamwambia hata nilivyoongea naye, nilisikia ndani yangu kabisa hawezi kunidanganya. Ni binti wa kazi. Ananiambia lakini mama, huwa tunasikiaga watu wanasema unamtumia nauli na haji. Nikamwambia huyu wa kwetu atakuja. Kwa sababu nilivyoongea naye nikadiscern kabisa huyu mtu sio Mungu. Kwa na wewe pia jizoeze. Unataka kumsikia Mungu kwa ufasaha, jizoeze kumsikia. Jizoeze kupitia maombi. Amen. Amsha ile spiritual sensitivity na discernment kupitia maombi. Unajua ukiwa na spiritual discernment, hata mwanaume anaweza akakufuata, akwambia bwana mimi nakupenda, nataka nikuoe. Lakini kwa sababu una uwezo wa kudiscern, unaona kabisa huyu hamna. Huyu ni chenga kabisa. Hamna kitu hapa. Unamwacha anaenda zake. Anaenda kumtafuta ambaye wanaweza wakafanana. Lakini sasa kama ni mtu ambaye hauwezi kudiscern chochote, unaweza ukadumbukia kwenye uharibifu. Unaweza ukadanganywa kwa namna yoyote ile. Na baadaye unajuta, mbona imekuwa hivi? Unaanza kulalamika.
mbona imekuwa hivi? Mbona huyu mtu kanifanyia hivi? Hata watu ambao tunaishi nao, ukiwa na yale mazoezi ya kuomba mara kwa mara, ukawa na uwezo wa kumsikia Mungu na kuona kutoka kwake, wakati mwingine Mungu anaweza kukuonyesha mambo ya watu hata ambao uko nao. Anaweza hata kukuonyesha kuhusu rafiki yako. Kwa sababu kuna mwingine unaweza ukakaa naye ukifikiri ni rafiki, ila sio rafiki. Ila utamjuaje kama hauna discernment? Kama hauwezi kuona, hauwezi kusikia kutoka kwa Mungu, hauwezi ukamjua. Kila mtu utamwona ni rafiki, kumbe mwingine ni mharibifu. Amen. Amen. Tusome neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo 13:1. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Mstari wa 3 anasema, ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Hawa watu walikuwa wanaomba, ni kanisa lilikuwa linaomba. Mungu akasema katikati yao, nitengeeni Barnaba na Sauli. Nitengeeni hawa watu kwa ajili ya kazi yangu. Wakamsikia Mungu akiwa katika kuomba. Sasa jiulize, hao wasingekuwa wanaomba, yamkini wangemchagua mtu mwingine ambaye Mungu hakumkusudia. Lakini kwa sababu walikuwa wanaomba, wamekaa katika kufunga na kuomba, Mungu akawaambia kwamba nitengeeni Barnaba, nitengeeni na Sauli kwa ajili ya kazi yangu. Kwa wakati wote tumsikie Mungu. Hata ukiwa unachagua rafiki, msikie Mungu. Msikie Mungu anasemaje kuhusu huyo mtu. Hata ukiwa unataka kutengana na mtu, msikie pia Mungu. Kuna watu wametengana na destiny helpers wao. Kwa nini? Walikuwa hawana uwezo wa kumsikia Mungu. Mungu amemtoa mtu kwa ajili yako. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya 43 anasema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nikakupenda, nitatoa watu kwa ajili yako, kabila za watu kwa ajili yako. Kuna watu wengine wamevurugana na watu ambao Mungu amewapa kwa ajili ya maisha yao. Hata huyu mtumishi aliyeandaa ibada ya siku ya leo ni mtu ambaye Mungu amekupa kwa ajili ya kuyajenga maisha yako, kwa ajili ya kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa ajili ya kukuvusha eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini kuna watu hawezi kujua kwamba huyu mtu ni destiny helpers wangu, ni mtu ambaye Mungu amenipa, ni mtu wangu wa baraka, ninapaswa kumkumbatia, ninapaswa kumuombea, ninapaswa kumuelewa hata wakati ambao haeleweki. Kwa sababu kuna wakati watu hawaeleweki. Ila hata ule wakati ambao haeleweki, yani uelewi ni ananipenda au anipendi, yani haeleweki, unapaswa kuendelea kumpenda. Amen. Unapaswa kuendelea kumhesabu kama mtu wako wa baraka. Amen. Lakini ukisema tu huyu sasa hivi simuelewi, ngoja niachane naye, ngoja nipite njia hii na yeye apite huko. Si mnamkumbuka Lutu na kaka yake Ibrahim? Lutu akaangalia akaona kwamba ili bonde ni zuri sana, linapendeza kwa macho, ngoja mimi nichague niende huku, kakaangu aende huku. Lakini kule ambako Lutu alikuchagua ni mahali ambako kulikuja kuzongwa na maji, Sodoma na Gomora, mahali ambapo moto pia ulikuja ukachoma lile eneo. Lakini angekuwa na macho ya rohoni, angekuwa anaona, angekuwa anamsikia Mungu, asingechagua kule. Yamkini hata angetaka kufatana na kaka yake Ibrahim, anambia sikuachi, nitaenda na wewe. Sasa kuna watu hawana hayo macho, hawaoni. Sasa nawe kama unataka kuanza kuona, unataka kuanza kumsikia Mungu, anza kujizoesha kuwa mtu wa maombi. Amen. Omba. Amen. Funga na kuomba. Kuwa na ratiba zako za maombi. Amen. Tenga, atasema labda ndani ya siku 3 kila wiki nitakuwa ninaomba, nitakuwa ninafunga na kuomba. Jumatatu ni siku yangu ya kufunga, Jumatano ni siku yangu ya kufunga, Ijumaa ni siku yangu ya kufunga. Usiseme kwamba sina prayer point. Wewe funga na kuomba.
Funga, soma neno la Mungu. Utashangaa unapata prayer point nyingi za kuombea. Funga, ombea taifa lako, ombea kanisa, ombea watumishi wa Mungu. Hakuna mtu ambaye hana prayer point. Sema ni kwa sababu tu hajui. Kama wewe uoni kwamba una kitu ambacho unapaswa kuombea kwenye maisha yako, basi funga, muombe mtumishi yeyote wa Mungu. Funga kwa ajili yake, mwombe Mungu ninamuombea, na mtamkia mema, aendelee kulisema neno lako kwa ujasiri, aendelee kufikia watu wengi, aendelee kugeuza maisha ya watu. Mungu mtumie. Kwa hakuna mtu ambaye hana prayer point. Amen. Omba, pangilia ratiba. Labda uko hapa wewe huwa hauna ratiba, yani ni ile tu labda mpaka kanisa liseme kwamba leo tuna maombi ya siku 30 ndio unafunga. Wewe kuwa na ratiba yako personal. Pangilia kabisa. Mwanamke yote ambaye haombi, yani una changamoto kubwa sana. Kwa sababu una familia inakutegemea. Una taifa linakutegemea. Una watu wa nyumbani kwako wanakutegemea. Lakini pia una vitu vya kimungu ndani yako, vinapaswa vizaliwe. Sasa utazaaje kama hauombi? Mwanamke ambaye haombi hapendezi. Ukitaka kupendeza kama mwanamke, omba. Sawa, hata wanaume wanatakiwa kuomba kwa nafasi yao, lakini leo tunasema kwa habari ya wanawake. Tenga muda uombe. Jisikie vibaya siku imekata hujaomba. Jisikie vibaya. Yani jisikie vibaya kabisa. Kama imekuaje leo siku nzima imepita sijaomba. Uwezi kusema nilikuwa sina muda, nimetingwa na kazi, labda nipo kazini asubuhi mpaka jioni. Hata ukiwa kazini nena kwa lugha. Kwani nani anakuzuia? Ila sasa sio ile kwamba ndio uko kazini unaanza unaomba utafukuzwa. Amen. Tuwe na hekima. Amen. Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwenye ile andiko mambo ambayo tunaangalia, Mungu anasema niite nami nitakuitikia. Kwa wakati wote Mungu anapoitwa anaitika. Kila saa unapomuita Mungu anaitika. Kwa hii ni ufahamu ambao mtoto wa Mungu anatakiwa kuwa nao. Jua kwamba nikimuita Mungu, nikimwambia baba yangu, anasema niko hapa, mimi hapa. Niite nami nitakuitikia. Sasa Mungu hawezi kuitika kama hajaitwa. Hata wewe huwezi kuitika kama hujaitwa. Ila kuna ambao wanaitika bila kuitwa. Nikaongea na binti yangu mmoja nyumbani, kila saa anambia, mama umeniita? Naambia hapana, sijakuita. Nimesikia kabisa unaniita. Sasa Mungu ili aitike ni lazima umuite. Mungu anasema niite nami nitakuitikia. Niite nami nitakuitikia. Lakini anasema nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa kumbe kuna vitu ambavyo vimefichwa kwenye ulimwengu wa roho. Vitu ambavyo hatuvijui. Lakini Mungu anasema mkiniita nitaitika. Alafu sitaishia tu kuitika, ila nitawaonyesha mambo makubwa ambayo hamkuwahi kuyajua. Nitawaonyesha vitu vikubwa kuhusu maisha yako, kuhusu utumishi ulioko ndani yako, kuhusu kanisa, kuhusu taifa. Nitakuonyesha. Lakini ni ukiwa umeita. Tunaita kwa njia ya maombi. Mungu tunamuita kwa kuomba. Amen. Mungu tunamuita kwa njia gani? Kwa njia ya kuomba. Ili Mungu aitike ni lazima tuombe. Ni lazima tumuite. Hata tuepuke yale maombi mtu anaomba analia. Mungu yani hakutendei jambo kwa sababu unalia. Anakutendea jambo kwa sababu ameona neno lake ndani yako. Kwa usije ukasema nitalia. Yaani wewe unalia tu, humwambii Mungu chochote. Mungu hawezi kufanya kitu chochote. Kwa badala ya kuomba, replace machozi yako na neno la Mungu. Jaza neno la Mungu. Mungu anasema kwamba mimi ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Anaangalia lile neno lililoko ndani yako, si machozi yaliyojaa ndani yako. Kwa tujifunze kumuita Mungu ili atuonyeshe mambo makubwa. Amen. Pia tumsome ni Paulo nafikiri.
kwenye kitabu cha, tunapoomba tunaachilia, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunamwona Petro kuhusu kuhubiria mataifa. Petro aliona, alivyokuwa katika kuomba akaona. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9 ni mpaka 16, ila tutasoma kwa kurukaruka. Anasema mstari wa 9, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 mchana. Akaumwa njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake. Watu ambao wanaujenga ufalme wa Mungu. Sasa hatuwezi kujenga ufalme wa Mungu kama hatutaomba. Mtu yote ambaye ni muombaji anawezeshwa kubeba huduma ya kuvuna watu kwa Yesu kikamilifu. Kwa sababu eneo lako la maombi linakujengea ujasiri wa kumhubiria mtu mwingine habari njema. Linakujengea ujasiri wa kumshuhudia mtu mwingine habari za Yesu. Ukijiweka kwenye nafasi ya maombi, unakuwa na ujasiri mkubwa. Haujawahi kuomba, unaomba, umekaa muda mrefu kwenye maombi. Alafu ukitoka unajiona kama giant fulani hivi. Yaani unajiona kama simba. Unaona kabisa hapa hata nikutane na kitu chochote hakiwezi kunishinda. Kwa sababu umetoka mahali ambapo pamekujengea ujasiri. Pameamsha kile kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa vivyo hivyo, tukiomba, tunabeba ujasiri wa kuwahubiria watu wengine habari njema. Hofu huwa inakatwa kwenye maombi. Kama ni mtu wa hofu kwamba leo tumeambiwa tukashuhudia ila siwezi, ni kwa sababu hauombi. Lakini ukianza kuwa mtu wa kuomba, maombi, unashangaa una uwezo wa kuwahubiria wengine habari njema. Una uwezo wa kuwavuta kwa Yesu. Una uwezo wa kuhakikisha kwamba ufalme wa shetani unapoteza watu, unawaleta kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kwa tukiomba tunabebeshwa uwezo wa kubeba huduma ya kuvuna watu kwa Yesu. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 1. Warumi sura ya 10 mstari wa 1. Anasema kwamba Warumi 10:1, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao waokolewe. Anasema kwamba ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu. Yaani shauku yangu, kitu ambacho ninakitamani kwenye moyo wangu. Anasema na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa ukiwa muombaji, utakuwa na uwezo wa kuwaombea wengine waokolewe. Unabeba ujasiri. Huyu Paulo ndo ambaye ameandika kitabu cha Warumi. Maombi yake yalikuwa watu waokolewe. Wewe maombi yako ni nini? Labda mtu atasema kwamba mimi sina prayer point. Umewaombea watu waokolewe? Omba, waombee, pata ujasiri. Omba wewe kama wewe. Kabla hujaenda kumwambia mtu habari za Yesu, kabla hujamshuhudia, kabla hujamkaribisha mtu kanisani, hakikisha umeomba. Umemuombea huyo mtu ili aweze kukuelewa. Kwa sababu hawa watu, ufalme wa giza unakuwa bado una nguvu juu yao. Kwa pia kama na wewe pia hauna nguvu ya kuhakikisha kwamba unamvuta, anaweza asikuelewe. Anaweza asipokee kile ambacho unakipeleka. Kwa sababu ndani yake kuna nguvu ambayo inamsababisha asione ile nuru ya Kristo. Lakini wewe ukiomba, ukawa muombaji, lakini pia ukamuombea, kuna nuru inaingia ndani yake. Amen. Kwa maombi yanatusaidia au yanatuwezesha kubeba huduma ya kuvuna watu kwa Yesu. Pia unapotaka watu waje kwa Yesu, usiseme tu labda mpaka niwe mtumishi wa Mungu ndio naweza kumshuhudia mtu habari njema. Mtu yeyote una uwezo wa kumshuhudia habari njema, una uwezo wa kushuhudia
habari njema. Mtu yeyote yule, as long as umeamini, umeokoka, umezaliwa mara ya pili, una uwezo wa kumshuhudia mtu mwingine habari njema. Kwa tuwe mabalozi wazuri. Kama umewahi kuwa mtu ambaye labda umeamini, umeokoka, una miaka 5 kanisani, una miaka 10, ila hujamzalia Mungu matunda kwa kumshuhudia mwingine habari njema, angalia eneo lako la maombi. Jichunguze pale, jitafute pale. Kwamba hivi mimi viwango vyangu vya kuomba vikoje? Kwa sababu hata ukiomba, kuna vitu vinaamka ndani yako. Unashangaa hauwezi kukubali niende kanisani peke yangu. Siwezi kukubali rafiki yangu apotelee gizani. Kuna nuru inaonekana ndani yako. Amen. Muda wetu unaenda. Naomba tusimame. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinazaliwa na maombi. Namba 1 tumesema kwamba maombi yanatujengea uwezo wa kuona na kusikia kutoka kwa Mungu na kusema yale yaliyo yake. Namba 2 tukasema tunapoomba tunaachilia nguvu ya Mungu kufanya kazi. Namba 3 tunapoomba tunazaa vitu vya kimungu. Namba 4 tunapoomba tunawezeshwa kubeba huduma ya kuvuna watu kwa Yesu. Amen. Kabla tujaenda kuomba, tutaenda kuomba. Ninaomba kama kuna mtu ambaye bado haujaamini, haujaokoka au haujazaliwa mara ya pili, Yesu Kristo si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini leo umepata nafasi ya kuhudhuria ibada hii. Kama upo, ninaomba unyoshe mkono, tukuongoze sala ya toba ili pia uweze kufurahia haya ambayo tumejifunza kuhusu maombi. Kuna mtu yote katikati yetu bado hujaamini au wote tumeokoka? Amen. Tunamtukuza Mungu kwa hilo. Amen. Nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu, mwambie Baba ninakushukuru kwa sababu